Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri mayamin, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Muallim Ibn Umar, tena mtazamaji wa Rapta Channel, na leo tupo ndani ya Ramadhani ya 16. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepokewa siku moja alikuwa amekaa na maswahaba zake, akawauliza man asbaha minkum al-yawma swaima, kwamba ni nani leo miongoni mwenu ameamka hali ya kuwa amefunga, yuko na swaumu. Sayyidina Abubakar akanyosha kidole akisema, ana ya Rasulullah, ni mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume akauliza tena swali la pili, kwamba man atba'a minkum al-yawma janaza, kwamba leo ni nani miongoni mwenu amelisindikiza jeneza. Sayyidina Abubakar tena akanyosha kidole akasema, ana ya Rasulullah, ni mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume akauliza tena swali la tatu, kwamba man aada minkum al-yawma marida, kwamba ni nani leo miongoni mwenu amekwenda kumtembelea mgonjwa. Sayyidina Abubakar kwa mara tena nyingine akasema, ana ya Rasulullah, ni mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume akauliza swali la nne, kwamba man at'ama minkum al-yawma miskina, kwamba ni nani leo amewalisha maskini. Sayyidina Abubakar tena kwa mara nyingine akasema, ana ya Rasulullah, ni mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Tukitizama hapa, mambo yote hayo ameyafanya Sayyidina Abubakar tena kwa siku moja. Je, kwa wiki mtu huyu atakuwa amefanya mara ngapi? Kwa mwezi atakuwa amefanya amali hizi nzuri kiasi gani? Kwa mwezi, kwa mwaka? Tukitizama kwa vizuri tutaona kuwa Sayyidina Abubakar alikuwa ni mtu wa kujitolea sana katika jambo hili la dini yake. Mimi na wewe tumeshafanya mambo mangapi? Ikiwa Sayyidina Abubakar amefanya mambo yote manne kwa siku moja, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza maswali manne, inawezekana kama angeendelea kuuliza Sayyidina Abubakar alifanya mambo mengi. Mimi na wewe leo tokea siku yetu imeanza tumefanya mambo mangapi kwa ajili ya dini yetu? Sayyidina Abubakar alikuwa ni mtu wa kujitolea sana wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imepokewa kuwa siku moja ili walikuja watu wakihitaji mali, Sayyidina Abubakar akatoa mali yake yote, mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, umebakishia nini nyumbani kwake? Akasema, nimewaachia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hii wanawazuoni wanasema haikutokea mara moja tu kwa Sayyidina Abubakar kutoa mali zake zote, imekuja mara tatu kuwa Sayyidina Abubakar anatoa mali yake kwa ajili ya dini yake. Lakini leo hii watu wengi tumekuwa tunashindwa kujitolea mambo kwa ajili ya dini yetu. Umejitolea wewe mara ngapi kwa ajili ya dini yako? Inawezekana sisi wakati ule wa maswahaba tusingeweza kufanya mambo haya waliofanya maswahaba, lakini basi umefanya jambo gani? Na watu wengi tunajua kuwa kufanya kujitolea kwa ajili ya dini mpaka labda uwe umesoma, una elimu. Lakini Sayyidina Abubakar, wale al-asharatul mubashiruna bil janna, wale waliobashiriwa pepo, wale walisilimu kupitia Sayyidina Abubakar, 6 walisilimu kupitia Sayyidina Abubakar. Na wakati huo Sayyidina Abubakar alikuwa si mwenye kuifahamu dini, alikuwa ni mgeni katika dini, lakini kaweza kuwatoa watu katika giza kuwaleta katika nuru. Mimi na wewe tumefanya jambo gani? Jambo la kujitolea katika dini si mpaka uwe umesoma, unafundisha madarasa, unatoa mawaidha, mihadharat. Lakini Sayyidina Abubakar tumepata kuona yeye alikuwa akijitolea kwa hali na mali. Mimi na wewe tokea siku yetu leo imeanza tumejitolea jambo gani? Ikiwa bado tupo ndani ya Ramadhani, tusiondoke au isimalizike Ramadhani hii tukawa bado hatuna kitu chochote cha kujifunza. Mimi na wewe mtazamaji wa Rapta Channel, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kujitolea kwa ajili ya dini yao, na atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kuyasikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Mwisho usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia na kushare. Billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.